anauambwa mtini na viumbe ambavyo pumzi zao zipo mikononi mwake. Huo ni umaskini. Watu ambao kwa neno lako wanaweza kakauka na isionekani hivi ni katika historia kama umewahi kuwapo, wanaupiga mgongo wako na unaimili kila anachokifanya, just upo cool. Si ajabu Isaya alisema alikuwa ni kama mwanakondoo ambaye anapelekwa machinjoni kuchinjwa. Nilikuwa niliona kusearch moja mtandaoni, kondoo akiwa anachinjwa tunasikia asumbui bwana, anakuwa kwa radhi kusubmit his life. Ni kweli Masai, very humble. So nake kama utaelewa wa kondoo kutokuwa msumbufu kwa watu ambao wanataka kutoa maisha yake, lakini also kama utaelewa wa kondoo wa kutulia. Mnapomkata manyoya kondoo anakuwa anasumbua hana tabia kusumbua. Ndio ilikuwa ni tabia ya Kristo ambaye ni muumbaji wa mbingu na nchi, lakini ametulia kimya kama kondoo kwa watesi wake. Si ajabu kuna mhubiri mmoja anaitwa MacArthur, sasa tumesimuita sio hayati, tukisema hayati maana yake amekufa, hayati MacArthur akasema kwamba Kristo katika ujio wake wa kwanza alikuja kama kondoo wa kudharauliwa na kupuuzwa, lakini katika ujio wake wa pili atakuja kama kondoo mwenye ghadhabu kulipiza kisasi kwa wote ambao refuse to believe the gospel. Bwana asifiwe sana. Mwisho wa kunukuu. So maana yake what I want to say ni kwamba namna yetu utambuzi wa Kristo inabidi iwe sawa sana ambavyo maandiko yanafundisha kuhusu Kristo. Maandiko yanazungumza kabisa kwamba ni kweli ana namna ya Mungu, lakini haijifanya kuwa hana utukufu, maana yake bado maskini wa kuishi maisha kama mtumishi. Si ajabu anajitambulisha kwa wanafunzi wake ya kwamba sababu ya kuja duniani ni kuja kutumika. Kwa namna gani? Kutoa maisha yangu kwa ajili kuwa fidia ya watu wengi. Damu ya Yesu inanena mema. Haleluya. Damu ya Yesu. Naam. Uliza tu. Yesu Mungu, Yesu Yesu ambaye ni mwanadamu. Ndio sasa nikijaribu kuwaza vile Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu, ndio yani according to kwa jinsi ya maandiko tunaona kwamba huyu Mungu Mwana ambaye ni Bwana ambaye ni Yesu, yani wako sawa in everything. Kwamba Mungu alikuwa na namna sawa na mwili katika namna zote, yani in everything, kama labda unachukua labda tuseme yani za namna sawa. My question is kama ana namna sawa, kinachotofautisha ni nini? Kwa sababu nimeshaona similarity kwamba wote wanafanana. Namna yao sawa ni kama kusema hivi, labda nitumie mfano. Wewe na mko ngapi? Usawa wenu ni kwamba wote ni wanadamu, lakini mnabaki ground tofauti. Wewe ni Bright, ana personality yake. Wewe ni chipukizi, una personality yako. Wewe ni Bikemwa, na personality yako. Kwa hiyo kusema uko sawa na Mungu, maana yake tuna speak about his essence, his nature, his being. Okay, so kama kuna being inaitwa Mungu, huyo Mungu ni Baba, Mwana, Roho. Tofauti ni kwamba sasa katika that unit triune God ambayo ipo katika ukombozi wa mwanadamu ni kwamba okay, chochote ambacho wanakifanya kwa pamoja, lakini wana play role in different katika maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano tuchukue tunacheza mpira, lengo sio ni kufunga goli, si ndio? Lakini kuna namba 7, kuna namba 9, kuna namba 10. Kila mmoja katikati yao ana jukumu la kufanya. All together? Okay, kwa mfano katika ndio chukue mfano katika project ya ukombozi wa mwanadamu, si ndio? Katika project ya ukombozi wa mwanadamu, katika milele mwanadamu alionekana kwamba atafanya nini? Ataanguka. Na Mungu akawa yuko radhi kuonyesha upendo wake kwa mwanadamu, si ndio? Mungu Mwana anachagua kuwa mtumwa wa Mungu Baba kwa msaada wa Roho Mtakatifu kumkomboa mwanadamu. Bado ni fumbo.
Ngoja nifumbue kidogo, naongea lugha hii. Unapochagua kuwa mwanadamu, mwanadamu ameumbwa amtegemee Mungu. Ni part of creation. So kama Mungu anataka kuwa mwanadamu ili amkomboe mwanadamu, at the moment you choose to be a man, you need to be dependable to God. All together? Kama unaweza kutumia mfano kama labda na brain basi tuongee lugha hii. Katika Utatu Mtakatifu, kwa namna ambavyo maandiko yamepresent ni kama all of them wana the same nature, yaani katika dhati Utatu Mungu ni kiongozi, Mungu ni mwenyekiti wa kamati, Mungu Baba ni mwenyekiti wa kamati. Hiyo itakuwa imeeleweka, mwenyekiti wa kamati, yani as if yeye ndiye plana, ndio mweka mikakati, then all wengine tunaona wana act kulingana na that strategies ambazo zime come from the Father. Hiyo kidogo na make sense, lakini kwa kusema hivyo haina maana kwamba mwana ni mdogo, roho ni mdogo. Iko sawa? Lakini katika kazi ya ukombozi tunapoangalia ni kama Baba kamtuma mwana, manake mwana amechagua kuwa chini ya Baba, kufuata plani na ramani ya ukombozi wa mwanadamu. Na kwa sababu amechagua kuwa mwanadamu, mwanadamu aliumbwa amtegemee Mungu ama awezeshwe na Mungu. Mungu Roho anamwatamia Kristo katika kuzaliwa, katika kufanya kazi nzima ya ukombozi, ili mwanadamu aweze kutolewa katika utumwa wa dhambi. Sasa hapo nimeelewa Baba. Sasa Mungu Roho inaona pia alikuwa ndani ya Kristo. Mungu Roho sisi alikuwa anafanya kazi ndani ya Kristo. Maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa, giza na utupu, na Roho wa Bwana alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Katika kuumba ulimwengu, Roho Mtakatifu yupo. Manabii kulisema neno la Mungu, kusema mpango wa Mungu, kila ambacho Mungu ameintend to do, wanasema by the help of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ndiye ambaye aliwaongoza Roho Mtakatifu ndiye ambaye aliwaongoza Misri, kama aliwaongoza Wayahudi kutoka Misri kama nguzo ya moto, nguzo ya wingu mchana, nguzo ya moto usiku. That was the Spirit of God. Now let me be clear kwamba at the moment tuna speak about the Trinity, kwa habari ya utatu, ni wazo ambalo ni very complicated to explain because hatuna exactly resemblance ya moja kuwa katika utendaji wa nafsi tatu tofauti. Hatuna hiyo resemblance kwenye dunia yetu. So manake wakati inakuwa ni ngumu kuweza ku-explain kwa namna ambayo tunaweza kuweza kueleza kwamba mmoja anakuwaje watatu. Kwa sababu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho sio miungu. Ni Mungu mmoja ambaye
Kwa nini usiseme blight? Kwa nini useme blight? Kwa nini useme ni mimi? Kwa sababu macho yangu yamekuona. Yamekuona, si ndio? Kwa nake tu ndio the same. Ukitaka kuangalia hapa nani amesema nitume, maana yake inabidi uangalie nani ambaye alikuwa kwenye hii chapter. Kwa mfano kusoma mstari wa 6 anasema hivi, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Naomba jiulize, nani aliyemuona Bwana? Nani aliyemuona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi? Hajataja jina, si ndio? Okay. Inabidi tena unaenda nyuma. Nani ambaye anazungumza mpaka umpate anayezungumzwa? Ukisoma sura 4 na muimbia Bwanangu bado hajazungumzwa. Ukienda sura ya 2 bado hajazungumzwa. Bado nenda sura ya 1, haya ni maono ya Isaya. Aha. Kumbe ni kitabu cha nabii Isaya. Aha. So kirudi huko nasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Nani aliyemuona Bwana? Bikemu. Maandiko yanasemaje? Katika mwaka ule aliokufa Uzia na alimuona Bwana. Haya ni maono ya nabii Isaya mwana wa Amos. Nani aliyemuona Bwana? Jina lake alipo. Tunaipataje jina lake? Kwa kusoma sama maandiko kagua. Sasa ukikagua kwenye sura ya 1 tunamwona mitajwa, anasema haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi. Kwa nani ambaye alimuona Bwana? Ambaye alimuona Bwana. Hiyo yote bado tu ni ufunuo wa nani? Anaonyeshwa maono tu. Nani? Nabii Isaya. Nabii Isaya, si ndio? Kwa nabii Isaya alikuwa amemuona Bwana. Tunapatana mpaka hapo. Haya. Twende kwenye mstari wa 6. Twende kwenye mstari wa 4. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Mungu Bwana wa majeshi. Nani anasema ole wangu? Alisema ole wangu. Itakuwa ni huyo Isaya. Ni huyo Isaya, si ndivyo? Okay. Then mstari wa 6 anasema, nini mstari wa 7? Nasitenda kuchanganya. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Nani amesikia sauti ya Bwana? Isaya. Akasema, ikisema, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, nitume mimi hapa, nitume mimi. Nani anasema nitume mimi? Nani anasema nitume mimi? Ni nani anasema nitume mimi? Anasema nitume mimi. Yesu. Kwa nini Yesu wakati juu tunamwona ni Isaya? Kwa nini hapa ibadilika awe Yesu? Kama tumefikia kwenye ile swali yangu. Swali yangu ilikuwa ni ile kikao kile ambacho alikaa. Sasa kikao ndio hiki au kikao kipi ambacho unakizungumza? Malaika hadi wakaogopa. Wakaona wewe soko hiyo shughuli. Hatuwezi tukaenda. Maandiko anasema tusiwe walimu wengi, maana tunajikwa katika kusema. Sawa. Okay. Wewe hiyo scenario umeona wapi? Yaani inaonyesha mahali ambapo imeandikwa ili labda tutokee hapo. Nani? Sijawahi kupasoma mimi, lakini kuna wahubiri wale kabisa, kuna wahubiri ambao tumesikiliza nao ni wale wahubiri wakubwa kabisa. Wahubiri wakubwa, sawa. Yaani shida wao wahubiri wakubwa wahubiri kutokea wapi? Kwenye Biblia, si ndivyo? Sasa kwenye Biblia tutafute scenario iko wapi? Hicho kikao ambacho kilifanyika Techi mahali popote andika kikao kilichofanyika mbinguni, tafuta. Inawezekana ni hiyo Isaya pale ambapo ulisoma. Naye akatafsiri. Sasa tuache ile tafsiri. Wewe hapo ndio ungekuwa na tafsiri sasa. Tumemwona juu anayezungumza ni Isaya. Yeye ndo amemwona Bwana.
Yeye ndo amesema ole wangu nakaa kati ya watu wenye midomo michafu, kwa sababu nimemwona Bwana. Ni Isaya, si ndivyo? Aliyesikia sauti ya Bwana umeniambia ni Isaya. Aliposema nitume mimi, nani alijibu hilo swali? Ni Isaya. Kwa nini? Kwa sababu tumuone Isaya ndo anayezungumza mwanzo mpaka mwisho. Tumuone Yesu kabisa hapa kwenye passage. Au wakati anauliza swali ni mtume nani, alafu yupo pale anasema nitume nani mimi, hata Yesu tena wapi? Wewe hapo ndo unaona maono, maana naiona pale pale alikuwa anasema ambayo wanatumia kusema kwamba kulikuwa kuna kikao mbinguni. Hii passage ambayo inazungumzwa hapa kumhusu na imezungumzwa hapa kwenye Isaya sura ya 6. Ndio. Sasa Isaya sura ya 6 kama mwalimu alivyosema, inaanza kusema kwamba katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, ndio, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Sasa wakati ule wanatumia miaka ambao wafalme wametawala kutambua vipindi, ndio. Kwa hiyo anaposema mwaka aliokufa Uzia, maana yake anataka, yani ukitaka kujua Isaya amefanya utumishi wake kipindi gani, unatakiwa ukumbuke wakati wa mfalme Uzia. Unaona? Kwa sasa kwenye ule mwaka ambao mfalme Uzia alikufa ni mwaka ambao Mungu alimtokea Isaya. Hapa hivi kwenye sura ya 6 tunaona kuitwa kwa Isaya, au Isaya anaingizwa katika huduma ya kinabii na Mungu kwa njia ya anapewa maono. Hadi hapo tuko pamoja? Sasa kwa hapa aliyemuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, ndio, kilicho juu sana, alikuwa ni nani? Ni Isaya. Unaona? Sasa katika huo mfululizo, ndio, kwenye mstari wa 4, mstari wa 4 anasema na misingi ya vizingiti katikisika kwa sababu ya sauti yake alielia, nayo nyumba ikajaa moshi, ndio. Mstari wa 5 anasema ndipo niliposema. Anayesema ndipo niliposema ni Isaya. Kwa Isaya akasema ole wangu kwa maana nimepotea, ndio, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, ndio. Ukisoma kulingana na ukweli wa maandiko, Yesu Kristo hajawahi kutenda dhambi, ndio. Kwa ni vigumu kusema kwamba Yesu Kristo ni mtu mwenye midomo michafu. Umeona? Kwa maana yake hata tungelazimisha kumuingiza Kristo hapa bado ingekuwa ni shida, ingekuwa ni ngumu. Kwa Isaya anasema mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo nini? Michafu. Unaona? Na macho yangu yamemwona Bwana mfalme wa nini? Wa majeshi, ndio. Kisha mmoja wa maserafi anaendelea, ndio. Haya. Mstari wa 7 anatakaswa kinywa chake, ndio. Mstari wa 8 Bwana anasema, sasa angalia mstari wa 8 anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, ndio. Kwa katika hilo baraza la Mungu ambalo Isaya amepewa mwaliko wa kushiriki, ndio, Mungu aliuliza kwamba ni mtume nani, ndio. Ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi. Kwa aliyesema mimi hapa nitume mimi ni Isaya ambaye kinywa chake kimeguswa na kaa la moto akatakaswa. Unaona? Kutakaswa kwa kinywa chake maana yake ni maandalizi tayari kwa ajili ya kuingizwa kwenye huduma ya kinabii. Kwa hapa anaposema nitume mimi, maana yake anaipokea au anaikubali huduma ambayo Mungu anataka akaifanye. Unaona? Kwa ndipo ambapo Mungu sasa anamtuma, anamwambia enenda ukawaambie watu hawa, ulizeni kusikia na mambo kama hayo, ndio. Yes. Kwa kulingana na hii passage hapa ni sawa, ndio. Kwa kikao anaposema kwamba kikao kilikaliwa mbinguni, haimaanisha kwamba wakati Mungu anataka kuja kuokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi zao alihitaji baraza
kwa ajili ya kufanya huo uamuzi kwamba ni nani sasa kati yetu aende. Unaona, kulingana na ukweli wa maandiko ni kwamba hata kabla ya misingi ya ulimwengu tayari Mungu alikwisha kuchagua ya kwamba atauokoa binadamu kwa njia ya Kristo. Na Kristo huyo ni yupi? Ni yeye atakayefanyika mwili, Mungu katika mwili. Hapo tumeenda pamoja? Mwalimu wangu, Asante. Umeelewa eh? Naelewa. Oh. Amen. Naelewa kwa sababu na sisi tunafanya jaribu kufundisha kuhubiri kile nyumbani. Lakini wananichagua. Okay. Sasa ukija ukisoma hivi, wewe ulisikiaga ule mhubiri tayari amesha nani, mpaka unaanza danganya wale. Inabidi kuelewa ile tena. Vizuri sana. Kiona kitu sijaelewa na sema. Na hivyo biashara kwa muone Yesu eh? Kwenye kikao cha vikoje sikia hiyo. Ndio mara kwanza hapa. Inabidi ufunge mafundisho, usifunge chakula. Mwalimu stopisha kwanza kidogo. Haleluya. Amen. Concept ambao ni vigumu kuelezea katika lugha ya kibinadamu kulingana na kukosa resemblance. Unajua even kuna baadhi ya concept kwenye maandiko ambazo zinaeleweka kwetu kwa sababu zimetafutwa, zimeelezewa in natural way. You see? In natural way, okay? Kwa mfano Mungu akisema Kristo ni simba kabila la Yuda, tunafahamu character ya simba ni mfalme wa msitu, of jungle, kitu kama hicho. Kwa nini anamdescribe as the king, you see? Kusema labda kwamba Kristo alikufa kama ni mwana kondoo wa Mungu, we can understand ya kwamba mwana kondoo ni mnyama anatumika kwa ajili ya sadaka, kitu kama hicho. Lakini kija katika concept ya utatu tunakosa natural phenomena ambazo zinaweza zikawa na resemble zikatupa understanding kamili ya kwamba hivi ndivyo ulivyo. Na kingine, Mungu hajajitambulisha kwetu ya kwamba nimetokea huku. Tukio la kwanza kwenye Biblia tunaona is action. Atoni introduction about him is action. So maana also tunamwona Baba na Mwana na Roho katika utendaji. Kwa namna ambavyo tunakosa kufahamu wakati fulani kwamba before uumbaji huku walikokuwa walikuwa nakaaje, walikuwa naishije, ni beyond of our understanding. Kwa kila anayetaka kujifunza kwa habari ya Utatu Mtakatifu anatakiwa kusubmit that, anatakiwa kukubali ugumu wa kirugha wa kuweza kuwasilisha wazo ambalo maandiko yameweka very clear. Unamwona Mungu katika, na kwa nini sasa wakati tunakuwa more complicated? Ni rahisi kusema kwamba ni Mungu mmoja ambaye amejigawanya kwenye vipindi vitatu tofauti, kwenye Agano la Kale kama Baba, kwenye Agano Jipya kama Mwana, kwenye kanisa kama Roho Mtakatifu. Lakini nagoma pale ambapo unakuta katika ubatizo unamwona Yesu, unamwona Roho kama ua, unamwona Baba kama sauti. Katika agizo la Kristo anasema mkiwabatiza watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho, kwa anachokisema nakijua. Unaona mpaka hapo? Okay, so manake wote ambao ni wa Kristo wana believe in that triune God, Trinity. Na msamiati Trinity utaona mahali popote kwenye Biblia isipokuwa ni namna yetu ya kuinterpret, yeah? Na mtakatifu na mtu wa kwanza, mtakatifu wa kwanza kutafsiri kutupa msamiati Trinity anaitwa Tertullian. Yeye ndio mwanatheolojia wa kwanza ambaye alicondense concept na kuita Trinity, angalau ikawa na make sense katika kuelezea na kuzungumza. Kutogether. Sawa, basi tuendelee katika our subject. Kabla ya Utatu tulikuwa tunaelezea kitu gani? Kuwa sawa na Mungu kwamba katika namna zote, ila akajifanya hana utukufu. Nikasema akajifanya kuwa hana utukufu na maanisha kitu gani? Umaskini wa Kristo ambao ni umaskini gani? Yeye aliye Mungu tangu mwanzo kukubali kuzaliwa mwanadamu, na hata alivyoonekana ni mwanadamu, kuwa mtumwa na mtumishi wa mapenzi ya Baba. Anajua yote, aliishi azifu ajui, ana nguvu zote, bado alionewa na watesi wake, wala hakutumia nguvu zake katika kujilipiza kisasi. Au together. Japo
Bwana Yesu akiwa katika ubinadamu wake, haina maana kwamba sifa zake za kiungu zikadissolve au zilifichwa. Badala yake hakuchagua kufanya hivyo, sababu moja ya condition ya ukombozi inabidi mwanadamu, si ndivyo, na act as a man, see. So maana yake because of his love alikuwa na uwezo wa aliamua kwa uchaguzi, si kuacha, ila kuto kutumia some attributes, so all of them, some attributes for the purpose ya kukamilisha kazi ya ukombozi wa mwanadamu, kwa sababu alikuwa anaweza kuwa kila eneo kwa wakati mmoja, lakini mwanadamu ameumbwa kutokuwa kila eneo kwa wakati mmoja. Hakuna kitu kigumu kama muumbaji kubehave like a creature. Mwezi kuelewa. Ni kama wewe ambao umetengeneza redio uwe kiredio. Hiyo pana ugumu wake. Are we together? Okay, let us tuendelee kusoma maandiko matakatifu, tuhamie kwenye concept ya Kristo. Tulizungumzaje asubuhi kwa habari ya Kristo? Ambao mlikosa asubuhi, pole sana. I can feel sorry for you of all. But utaendelea ninavyoendelea, lakini mnikamate tu kwenye speed nilionayo. Nilisema nini maana ya Kristo? Mfungue madaftari basi. Kristo okay, very powerful. Tulisema Kristo tafsiri yake nyepesi ni mpako mafuta, aliyetoa mafuta. Okay? Discussion yetu ilianzia hapo. Tulikuwa na safari ya kwenda katika vitabu vya Agano la Kale kuona aina watu ambao walikuwa wanapakwa mafuta. Baadaye tukaona aina kubwa 3 za watu ambao walikuwa wanapakwa mafuta. Okay? Aina ya kwanza ya watu tuliona makuhani wanapakwa mafuta. Tukaona aina ya pili ya watu ambao walikuwa wanapakwa mafuta ni mfalme. Aina ya 3 manabii. Kwa kama tafsiri ya Kristo ni mpako mafuta, maana yake kinachomaanishwa ni kwamba naweza nikamuita kuhani Kristo, mfalme, nabii Kristo. Umenielewa hapo? Okay. So maana yake tafsiri nyepesi ya Kristo ni mpako mafuta. Lakini tukienda katika vitabu vya Agano la Kale, tunamwona aliyepakwa mafuta ni kuhani, mfalme, nabii. Tuko clear mpaka hapo? Na tukajua kabisa kwamba matumizi ya neno Kristo ilikuwa ni matumizi ya kawaida kabla ya Waisraeli kutoka uhamishoni, kurudi kutoka uhamishoni Babeli. Waliporudi kutoka katika uhamisho wa Babeli, walipoteza uhuru wa kisiasa. Badala yake ilikuwa ni kama taifa ambalo ni koloni la mataifa makubwa. Okay? Kwa maana yake hawakutakiwa kuwa na mtawala, badala yake walikuwa na governor. You see? So maana yake kipindi hicho ndicho kikawakumbusha zaidi sana ahadi ya Mungu ya kwamba atakuja Kristo. Haina maana hayo maandiko yalianza Mungu alianza kusema wakati alikuwa amezungumza huko nyuma, lakini hata hao pia hawakuwa na that understanding ya kile ambacho Mungu anakimaanisha. Lakini mazingira yalivyotokea kwamba wana uhuru wa kisiasa, wanateswa na kuumizwa chini ya mikono ya watesi wao, wakaanza kurealize ahadi ya Mungu ya kuja kwa Mesaya ambaye atakuwa ni mfalme, atakuwa kuhani, atakuwa nabii. Na the main purpose ya ujio wake ni kuweka watu huru kutoka mikononi mwa watesi wao. Walikuwa na that notion. Kwa mwenye mpaka hapo. Tunaelewana? Okay. So manake tukaangalia kwenye maeneo ambayo Kristo anaelezwa in that man ambao nitarudia, then from there nitachukua hatua 1, 2 mbele kuelezea. Okay. Kwa mfano tukisoma katika kitabu cha